Na wazee wa jamii mbalimbali katika kaunti ya Trans Nzoia wameonya kuwa kuongezeka kwa siasa za chuki, uhasama na vurugu kunalielekeza taifa katika njia hatari iwapo hali hiyo haitadhibitiwa mapema. Wamewataka viongozi wa kisiasa kushusha joto, kukomesha lugha za uchochezi na kuhubiri amani na mshikamano badala ya kupanda mbegu za mgawanyiko kwa wananchi. Lengo ni lipi? Ni watano. Naomba kama Wakenya tusiingie hiyo njia ya kuonyesha kwamba kuna sehemu ambayo Wakenya wengine hawataweza kuhudhuria. Tunataka kukondemu kwa sababu ya mambo mengi ambayo tuliyaona ambayo sisi kama jamii ya Trans Nzoia haijatufurahisha. Kitendo ambacho ilifanyika Homa Bay. Katiba ya Kenya inaruhusu mtu atembee mahali popote Kenya. Atembee bila kufurugwa, atembee bila kuzuiliwa, atembee na aishi na ajenge. Wajue kwamba hii Kenya inahitaji usalama. Rais mwenyewe ajue kwamba kila Mkenya anahitaji kuishi na ni wajibu wake kuona kwamba Kenya inakuwa na umoja na ushikamano wa hali ya juu. Na vijana wadogo kama ni wajukuu wao waanze kufikiria kesho watakuwa viongozi pia. Wasichukue mawe ama kununuliwa kwa pesa kidogo kuharibu nchi yetu. Na mnajua dunia hii iliumbwa na Mungu na kila kiongozi anatakuliwa na Mungu. Nataka kuwaomba wazee ambao wako katika Homa Bay na Ujaluo na Waluya wetu pamoja, tukaishe vijana wetu chini, tuwaongeleshe wawe na maadili mazuri. Kwa hivyo ujua kwamba Kenya ni kubwa na dunia ni kubwa kuliko wewe. Kwa hivyo inafaa ujua kwamba hata wakati mnafanya kampeni, mfanyeni kampeni ya amani. Sio wengine wakufe kwa sababu bila hatia. Itafaidi nini?